Gazeti la The Star sema kuna claims fake ambazo watu wanajaribu kuclaim pale, na ambayo imeafektiwa sana ni SHA. Wanasema insurance sector fake claims in figures. The value of suspicious claims katika SHA ni 10.6 billion. Kenya insurers rejected claims za worth 658.9 million katika quarter ya kwanza ya 2025. Total denied claims in Q1 ama quarter 1 ya 2025 ni 12,364. Hii ni 79% rise compared to the same quarter ya 2024. Bado wa Kenya, apart from corruption, pia kuna insurance claims ambazo ni za gushi ambao unaweza sema pale. Alafu pia kulingana gazeti la Daily Nation, abduction UN demands answers. Yani UN imeuliza Kenya iweze kutoa majibu kuhusu hili swali. In fact, wanasema the Kenya government has snapped 2 letters from a United Nations official raising concern about police killings, abductions and forced disappearances, detention and prosecution of government critics following protests in 2024 and this year. By ignoring the communication from Miss Mary Lola, the special rapporteur on the situation on human rights defenders, Kenya case will be referred to the Human Rights Council, an organ of the United UN General Assembly. Kwa hivyo ni habari kuhusu barua ambao Kenya wajajibu kuhusu abduction ambazo zilishuhudiwa mwaka uliopita. In fact, kulingana na hili gazeti wanasema the Kenya government faces potential United Nations sanctions, including aid cuts for ignoring inquiries by the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa katika hili gazeti, Kenya ikimulikwa kuhusu hii mambo ya abduction na pia mambo ya human rights. The Standard ni habari ya kuhuzunisha sana. Inasemekana kwamba kuna Wakenya ambao walikuwa wamepromisiwa kazi kule Urusi, lakini kufika kule kazi ambao walipawa ni kuingia katika jeshi. Yani ni habari ya kuhuzunisha. Wakenya 5 ambao wameangaziwa hapa. Orima Jobik Otieno ana miaka 24, Ismail Tariq Ahmed miaka 25, Karioki Samuel Maina miaka 31, Kuloba David Shikanda, huyu ni kijana mdogo sana, miaka 22. Alafu kuna Wangare Ruben Dongo miaka 29. In fact, kuna Mkenya mmoja ambaye ametoka kule Urusi, Kenya returnee from Russia, akisema they sent us to the war front after 5 days of training. On the front line there is no food, no water, no medical attention. When you are injured,